yenu kwa ajili ya kusoma ama kujifunza pamoja nami katika somo hili kuhusu makusudi ya Mungu. Mchana tulijifunza tukafikia sehemu fulani ya hatua na tukuimalizia, na sasa tunaingia katika hali ya pili ya kumalizia somo letu la msingi. Somo linasema kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kabla sijachimba zaidi, hebu tufunge pazia. Hebu tunataa hapa. Na hilo pia funga. Yes. Ndugu Mlagwa, labda nikuulize swali. Bila shaka ulinisikia vizuri mchana. Nilisemaje kuhusu kusudi la Mungu juu ya maisha yako? Katika kitu gani ambacho ulikielewa? Kitu ambacho nikielewa kikubwa katika maisha yangu ni kujua nipo hapa kwa ajili ya kusudio gani hapa duniani. Sijaja kama ajali, ila nimekuja kwa makusudio. Umekuja kwa makusudio? Ndio. Kuna maana unajua, umeona umuhimu wa kujua kusudi lako. Yeah. Ndio Kabisa. Okay, mpe Shayo. Shayo, umejifunza nini? Ndio hiyo, yani kwamba kuijua kusudi langu ni nini hasa, ndoto yangu ni kitu gani ambacho ninachokikusudia mbele kwenye maisha yangu, katika maisha yako. Ndio. Wewe katika somo hili umejua kwamba unahitaji kujua kusudi lako kabisa. Je, hapo ulipo kusudi lako unalifahamu? Nalifahamu. Ni lipi kusudi langu mimi? Yaani kitu gani ambacho unajisi kwamba wewe ni uko vile? Labda ni mhubiri wa Injili? Ndio. Ama vinginevyo? Ni mhubiri. Umejua wewe ni mhubiri wa Injili? Ndio. Mungu atukuzwe. Mpe Kevin. Kevin, wewe umejifunza nini katika somo la mchana? Nimejifunza mengi kama alivyosema ndugu zangu, lakini pointi ambayo nimeichukua ni moja, kwamba jinsi ya kujua kusudi langu. Moja ya njia ni katika mambo ninayoyafanya, lile ambalo nitakuwa ninafanya kwa kupenda, ambalo nalipenda ni kabisa, ninalifanya hata kwa ubora, na watu wenyewe wananiambia bwana, hili mbona nalifanya vizuri sana. Inaweza ikawa ni kusudi miongoni mwa kusudio yangu ambayo napaswa kuwa nayo na kuendeleza. Hiyo pointi nilichukua sana. Asante. Vitaris. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika somo ulioleta hapo, mimi binafsi nimetafakarisha kwamba kama Mungu ametuumba, maana yake anatujua makusudi hasa sisi tuna kusudi gani. Binafsi kila mtu ana makusudi yake kwa mtazamo wa kimaisha, maana labda kwa mtazamo wa kiulimwengu una mtazamo wako wa makusudi yako, lakini makusudi ambayo Mungu alitaka sisi tuwepo duniani, yeye mwenyewe ni kumtukuza yeye Mungu peke yake. Na ukiniuliza makusudi yangu ni nini, labda ukiendelea ndio nitakujua kujua zaidi. Kwa hiyo hujajitambua bado? Kujitambua kuna namna nyingi ya kujitambua. Haya, ni mtu gani anasema kwamba somo hili lilikuwa ni geni kwake na natamani kujua zaidi? Nyosha mkono. Watu wanne. Hebu mpe mic Frank hapa. Na kama uko kwenye mtandao una swali lako, unaweza ukacomment kwenye message, nitaliona hapo na nitakujibu swali lako lolote lile ambalo kuhusiana na somo, lakini ndani ya mada hii tutakujibu. Sema. Jambo la msingi ambalo limenifikirisha sana ni kwa sababu nimekuja kugundua kwamba elimu ya dunia na maarifa ambayo tunapata duniani yanatuondoa katika kusudi, na tunajikuta tumeambukia kwenye wanasema nini, unafuata mkumbo. Yaani unaambiwa labda wewe ni daktari, ukisoma utakuwa hivi, ukifanya hivi, lakini kumbe kitu cha ndani ambacho kikifanya wewe kinakupatia amani na unajihisi ufahari unakiacha. Kwa hiyo unakuta umeenda kwa sababu ni utaratibu au ushawekwa tayari. Kwa hiyo unaenda kule bila wewe kujua kusudi lako ni lipi. Ndio ile unakuta mtu ana maisha mazuri, ana kazi nzuri, lakini bado amani ya moyo hana, hafikirie ule ufahari wa ile kazi alionayo. Kwa hiyo elimu na mfumo wa dunia. Daktari unakuta baada ya kufanya operation ya kichwani unafanya mguuni, si ndio? Na kitu kingine nimeona ni kwamba madaktari, tuseme madaktari na wasomi wengi. Endelea tu. Wasomi wengi. Hii tena nafikiri unakuta ana elimu kubwa na mali nyingi. Kwa hivyo. Lakini ni mlevi. Ndio. Yaani kuna kitu ukimuuliza yeye binafsi, ukimfuata kwenye maisha yake ambayo ni personal life, angalia huko mbaya.
Endelea hata narekebisha tu hapa. Personal life ukimuuliza kiundani atakwambia mimi bwana 1 2 3 licha ya hichi nilicho nacho, lakini bado moyo wangu hauna amani. Kwa hiyo nina shauku ya kutaka kujua ndani zaidi kwamba asante, hii mifumo kwa nini inatuharibia kujua kusudi letu. Nataka pia nijue hicho kitu kwa sababu nimegundua mifumo ya dunia ni kutuondoa kwenye kusudi. Nimekuelewa. Kwa hiyo unataka kujua zaidi kuhusu kusudi lako binafsi. Asante. Hebu mpe pale bibi. Mama yangu pale. Yeye kwa bibi yangu ni mama yangu. Maana na umri wa mama yangu. Sawa, shusha. Mama yangu karibu. Asante. Yaani mimi nilichokipata leo ni kile ulichozungumza kuhusu wazazi. Nikajikuta kumbe nimebeba lawama kubwa. Sikuipata elimu hii mapema, huenda vijana wangu wajukuu nimekuwa sababu ya shida na tabu nyingi wanazozipitia kwa sasa. Sikuwa mama ninayeomba kuwaombea watoto wangu, kumbe mimi nina jukumu kubwa la kubeba ndoto zao na kuwatengenezea mazingira ya kukamilisha mwelekeo wa maisha yao. Nimeligundua hilo leo na unataka kujua zaidi. Amina. Mungu apewe sifa. Kuna mwingine anataka kusema jambo? Nataka kusema jambo, mpe kijana alafu tuendelee. Ni kitu gani ambacho umejifunza? Umesema kwamba ulikuwa hujui haya mambo sasa ndio umejua leo. Karibu. Kwa kitu nilichokijua leo kwamba kwa upande wa kutambua njozi au kalama ulionayo ni kweli, yani mimi ni sehemu nyingi ambapo kusema ukweli nilizopita hawakulifahamu jina langu, walikuwa wananiita mchungaji. Lakini mimi asilimia kubwa nikiwa na soma neno au nikiwa najifunza na mtu yani napata furaha fulani ambapo napojifunza. Lakini sikuwahi kuweza kuibezi na hicho kitu kwamba kama watu wananiita hivi kwa nini nisifuatilie hii, lakini sikubezi. Lakini kwa leo kutokana na fundisho hili kidogo limenifundisha kitu kwamba inatakiwa kitu unachokifanya kwa furaha uweze kukifanyia kazi. Asante. Mungu akubariki. Mpe msomaji mike. Sasa mpe na Method amenyosha mkono. Nimpe upendeleo. Karibu Method. Asante. Mimi nimejifunza kwanza unaweza kumuomba Mungu akakwambia na mtu pia anaweza akakwambia. Sasa mimi swali linakuja zamani kuna watu walikuwa wanaomba tu kawaida, unaona, na wengine walikuwa hata pengine hawamjui Mungu kabisa, lakini Mungu alipokuwa akiwaita alikuwa anatoa sauti moja kwa moja, wanasikia aidha kwa kutokea jambo fulani au kwa kuotesha kabisa live, na wanajua kabisa hapa ni Mungu amesema. Sasa kwa nini siku hizi sauti ya Mungu hatuisikilizi direct? Labda pengine kwa sababu ya uovu au kuna nini hapo? Maana ukisoma kwenye manabii wengine walikuwa wanatokewa kabisa kwa ishara, wanaambiwa kwamba mimi nimekuita ufanye 1 2 3, hiyo kazi unayofanya sio. Sasa kwa nini hiyo haitendeki? Pengine labda mpaka watumike, labda watumishi tusipate sauti moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Labda kujibu la haraka ni kwamba labda haitendeki kwako. Tuko pamoja mpaka hapo? So usipime kwa kiwango chako na kiwango cha wengine, sababu kuna watu wengine ndani ya Biblia hawakupata sauti ya moja kwa moja, kama Sauli. Yeye akaitwa tu kutiwa mafuta, au Daudi mwenyewe. Unashangaa tu mtu anakuja from nowhere ana mafuta ya pembe ya mizeituni anamtia kichwani mwake, ambaye umekuwa mfalme wa nini, wa Israeli. Hata leo anaweza kaja mtu Method akakwambia bwana wewe ni mtu fulani. Sasa kwa sababu tumelelewa katika familia ambazo ni za miungu, familia ambazo hazikueleweka, una huyu jamaa huyu vipi huyu, lakini sauti ya Mungu hapo ni sawa, sio kama amepunguza hiyo sauti. Mungu atukuzwe. Kwa sababu wewe sauti ziko, kuna watu Mungu anawaita leo moja kwa moja, wengine Mungu anawatumia mtu, ila sauti zake mara nyingi tunapishana nazo. Kwa mfano mtu mmoja anaitwa Samuel katika Biblia, alikuwa kwa Eli kuhani mkuu. Mungu anamuita Samuel usiku katika ndoto, Samuel aliitika naam au alienda kwa Eli? Alienda kwa Eli. Hicho kisa mnakifahamu? Ndio. Kwa akaenda kwa Eli akasema mzee unaniita? Yes, mimi sijakuita. Akalala
Akaitwa mara ya pili, mara ya tatu kaenda kwa Eli. Eli akamwambia, akajua hii sauti si ya kawaida. Akamwambia ni Bwana anamuita. Sema ukiitwa sema mimi hapa. Sasa kuna sauti zinatuita, tunajua ni Masawe natuita. Kuna sauti zinatuita, unajua ni mtu fulani anakuita. Kumbe Mungu anasema na Masawe au na nani anakuita katika wajibu. Na wote hapa tumeshaitwa katika namna tofauti, lakini hatukutambua kwa wakati. Kwa hili somo ambalo linakuja leo linakuja kwa makusudi. Ni sauti ya Mungu kwamba wewe ujue uko hapa unafanya nini na umetoka wapi na unaenda wapi.